Mwandagasia. Isaya Benson Mwakilembe, mwalimu wa neno la Mungu. Naam. Sasa Ndio. tumeambiwa ndugu yako Mwajemi atapiga karibu na kisiwa hicho cha wanaita wanakitaja tena nikumbushe. Kisiwa cha Garcia. Garcia. Kisiwa cha Garcia, wenyewe ndio kisiwa cha Garcia. Ni visiwa vya Marekani hivi. Ni visiwa ambavyo viko vingi duniani, vingi sana, mpaka bahari ya Hindi vipo vingi sana. Ni visiwa ambavyo unakuta kuna idadi ya wanajeshi kuanzia 20,000 mpaka 170,000 mpaka 200,000. Viko visiwa vingi, ni visiwa bubu hivi ambavyo watu wengi wafahamu, wa dunia haifahamu. Visiwa ambavyo kwa asilimia kubwa vimegeuzwa kuwa kambi za kijeshi, vimegeuzwa kuwa ni vitengo vya siri kwa ajili ya operations za Marekani katika mwendelezo ule wa kuitawala hii dunia. Kwa dunia hii wajinga si wengi mwalimu. Dunia hii wajinga ni wengi. Kwa hiyo Marekani ina visiwa zaidi ya 232 ambavyo ni visiwa bubu. Vingine amevielekeza, vingine vinaitwa Bikini Atoll, vingine Guam, vingine Garcia, vingine visiwa vingi ambavyo wana Marekani kwa ajili ya kazi yake maalum ya kuweza basi kuitawala hii dunia, kwa sababu wajinga bado ni wengi. Sawa, sasa tumeona alipeleka huko hizi B2 stealth bomber ambazo sio hizo tu, zikasindikizwa na hizi cargo plane C-17. Sio tu hizo si cargo plane 17, maana zile zilikuwa 3. Alafu kuna aerial refueling na zenyewe zilikuwa kama 10. Maana yake ndege inaweza kaongezwa mafuta juu kwa juu. Na tunajua Marekani ana hizo ndege 20, Marekani nzima ina ndege 20, lakini wamepeleka ndege 7. Na sasa Mwajemi amesema kuwa atapiga karibu na eneo hilo kumpa tahadhari kuwa na uwezo wa kuzamisha hicho kisiwa. Sasa ili likoje tungetamani kulifahamu zaidi katika uchambuzi wako. Kibaya zaidi mwalimu wa neno la Mungu, watu ambao huwa wapendaji maneno ni watu wa vitendo, ni watu wawili. Sawa. Mtu wa kwanza ni Vladimir Putin, jasusi wa zamani wa KGB. Mtu wa pili basi tunazungumzia Wajemi, ama huyu Ayatollah Khamenei. Lakini tamto kwamba uwezo wa kudhibiti visiwa hivyo wanao, na wamekuwa wamefanya siri kwa kipindi kirefu sana. Unaambiwa ya kwamba Wajemi walianza mpango wao wa kutengeneza ama kurutubisha madini ya uranium na kutengeneza mabomu ya nyuklia mwanzoni kabisa mwa mwaka 1980, punde tu baada ya mapinduzi ya Irani kufanyika na kina Khamenei kuingia madarakani. Lakini mwalimu ufahamu tu ya kwamba Irani taifa ambayo inaendeshwa kwa siri, na kufahamu Irani wanamiliki nini, wana uwezo gani, imekuwa ni sintofahamu kubwa kwa wanasayansi walio wengi, kwa watafiti walio wengi, kwa wanahistoria walio wengi. Hata Myahudi mwenyewe kwa asilimia kubwa hajui sana uwezo wa Irani upo katika upande gani. Uwezo wa Irani wanao ama hawana. Na ndio maana wakati mwingine Myahudi alijaribu kumjaribu Muirani, na Muirani akamjaribu Myahudi, wakajaribiana. Unakumbuka tukio la mwisho mwalimu na la Mungu ambalo linaacha historia kubwa kabisa, ni tukio ambalo Irani aliweza kupiga Israeli kwa makombora kwa drones zaidi ya 300, zaidi ya 120. Unakumbuka mwalimu? Kwa hiyo kama amesema kwamba anaweza kazamisha, anaweza kazamisha kwa kweli, sababu dunia hii ipo kwa ajili ya kukushangaza, haipo kwa ajili ya kufurahisha. Unaweza kumdharau Irani, lakini ufahamu kwamba kama waliweza kupiga makombora na mabomu zaidi ya 120 ndani ya ardhi ya Myahudi, ndani ya ardhi ya Israeli, usije ukashangaa akapiga hicho kisiwa. Kwa hiyo mwalimu, na taarifa ambazo ninazo hapa, watu wa kwamba wametangaza kwamba sasa wana nuclear rasmi. Na utakumbuka miezi 6 iliyopita kulionekana moto mkubwa sana upande wa Iran, moto mkubwa sana. Wale wakasema moto umetoka wapi, nani kachoma, ikawa ni sintofahamu. Lakini pia kumbuka vile vile miezi 6 iliyopita liliibuka tetemeko kubwa sana ndani ya Iran. Hapo hili limetoka wapi, nani kasababisha? Najua Mwakelebo, najua ni nini kilitokea. Tetemeko hili ilikuwa ni majaribio. Ni majaribio ya mabomu mazito, majaribio ya mabomu ya nyuklia ambayo Iran anayamiliki, majaribio ya mabomu makubwa. Kumbuka mwalimu,
mabomu ya aina nyingi. Kuna hydrogenic weapons, mabomu ya hydrogen, Irani pia anayo. Kuna mabomu ya sumu anayo pia Irani, kuna mabomu ya nuclear anayo. Kuna kila aina mabomu ambayo anayo Irani. Yale maiskada kama ya Urusi yale anayo. Umeona, tani 2 mpaka tani 10 anayo. Kwa hiyo wanapokuambia nenda kazamisha hicho kisiwa kikazama chote, tukaisahau Marekani, tukasahau hicho kisiwa na mali zake, ni jambo la kawaida mno. Lakini kwa Kilembe fahamu tu kwamba lengo kubwa la Donald Trump la kutishia kuipiga, sababu kumbuka Trump ndiye amesababisha yote haya. Aliyesababisha yote haya ni Trump. Ana spidi kubwa mno, wa moto mno. Hatujui tushike lipi tuache lipi. Mara kazuia virusi vya ukimwi, mara kazuia nini. Yaani hatujui tushike lipi mwalimu, tuache lipi. Trump atupelekesha mtaka vibaya mno mwalimu na la Mungu. Lakini kubwa kuliko ni kwamba ametishia ya kwamba anaweza kaipiga kaibonda Irani. Na kumbuka pia aliwaambia makamanda wake ya kwamba wajiandae muda wote. Yaani Trump aliwaambia makamanda wake wakitaka kupiga Irani wapige. Na hapo nina swali moja, kwa sababu kuna kamanda wa Irani yeye amedai kuwa Wamarekani wana kambi za kijeshi pale Middle East na wana vikosi vya wanajeshi kwenye hizo kambi kama 50,000. Kwa hiyo yeye akaita hiyo ni nyumba ya kioo, yani ndio kauli aliyoitumia, akasema Marekani ana nyumba ya kioo, asijaribu kurusha mawe kwa sababu sisi tukirusha moja nyumba nzima itaanguka chini. Kauli kama hii unaweza kaitafsiri namna gani huyu kamanda? Maslahi ya Marekani, maslahi ya Umoja wa Ulaya ni mengi sana Mashariki ya Kati. Mengi sana. Na utakumbuka yako mataifa mengi Mashariki ya Kati ambayo ni washirika wakubwa wa Marekani. Kuanzia Saudi Arabia yenyewe, kuanzia Jordan yenyewe, Falme za Kiarabu zenyewe, Omani, Katari. Yako mataifa mengi sana Mashariki ya Kati ambayo mataifa haya ni washirika wa karibu mno wa Marekani. Na huko ndiko ambako kuna mali nyingi za Marekani. Na pia zenyewe yako makampuni mengi ya Marekani. Usisahau kwamba Mashariki ya Kati zipo kambi za Marekani karibia 35. Kuna kambi za Marekani 35 Mashariki ya Kati. Hiyo Irani yenyewe hiyo imezungukwa na kambi za Marekani. Maana ni kwamba target ya kwanza ya Irani ni kupiga kambi zote za Marekani. Nafahamu kwa kwamba ndio kitu ambacho Marekani anaogopa mno. Nafahamu kwamba Irani ana makombora masafa marefu. Usije kama umesahau ya kwamba Irani ana makombora masafa marefu. Ana makombora kwa kilomita 1000 mpaka kilomita 1500 mpaka kilomita 2000 mpaka kilomita 10000. Hao ni makombora ambayo Irani anamiliki mpaka hivi ninavyozungumza mwalimu. Kwa hiyo maana ni kwamba wanasema kwamba ni kama vile Marekani ana nyumba ya vioo, akimaanisha kwamba rasilimali za Marekani ni nyingi mno Mashariki ya Kati. Kwa hiyo Trump awe makini mno, atumie haki zake timamu, afikirie mara mbili za kuipiga Iran. Kwa hivyo yeye mwenyewe Trump ana wadau wengi Mashariki ya Kati kuliko kawaida. Na makombora ya Irani mapema yanafika mpaka Ulaya. Hapo Irani alipofika sasa hivi ana makombora ambayo yanafika mpaka Ulaya. Kwa hiyo makelele ni wazi kabisa kwamba vita vikianza leo, mtu ambaye atakuwa kwa haraka, mtu ambaye ataingia hasara ya moja kwa moja, ya kwanza kabisa, the immediate effect, unaona, atakuwa ni Marekani. Kwa Marekani ana maslahi makubwa huko Mashariki ya Kati, umeona. So Irani yeye anaangalia apige wapi, apige kambi ipi, amlipue nani. Kumbuka baada ya kifo cha Qasem Soleimani, unakumbuka vizuri sana, walilipa kisasi wa Irani. Walipiga kambi za Marekani ni Iraq na maeneo mengine. Zaidi ya wanajeshi wa Marekani 200 walikuwa viziwi. Na wengine mpaka sasa ni wagonjwa, ubongo hujakaa sawa, wako Ujerumani kwa ratibiwa. Kwa mwalimu ni kwamba hao Wajemi sio watu wa kuwatania. Sio watu wa kusoma nao. Na sio watu wa mchezo. Ni watu wa vitendo, wanapigania nchi yao vibaya mno. Maana ni kwamba hao Wajemi wanatumia akili zao vizuri, tofauti na nini wengine huko. Ndio mwalimu, lakini fahamu tu kwamba ni Trump anaomba lengo la Marekani sio kuipiga Iran. Naomba kidogo watu wafahamu kwamba lengo la Marekani sio kuipiga Iran. Lengo la Marekani wanataka Irani wawapigie magoti wa Marekani. Lengo la Marekani sio kuipiga Iran. Lengo la Marekani ni wanataka Irani iwapigie magoti wa Marekani. Yaani Irani wamwabudu Marekani. Lengo la Marekani wanataka rasilimali ambazo zipo ndani ya Irani
Marekani pia anufaike nazo. Lengo la Marekani anataka ni kwamba mfumo wa kiutawala ndani ya Irani uondolewe, uingize mfumo wa kidemokrasia, sio mfumo wa kiimla. Lengo la Marekani ni kuilinda Israel, taifa la Mwenyezi Mungu. Nadhani unafahamu Mwakilembe, ile taifa la Mwenyezi Mungu. Liko taifa moja tu la Mwenyezi Mungu duniani. Huko Tanzania nyie sio mataifa ya Mungu. Kongo sio taifa la Mungu, Kenya sio taifa la Mungu, lakini Israeli peke yake ni taifa la Mwenyezi Mungu. Unakosea wewe Mwandagasi, ngoja nikurekebishe, unakosea. Sio taifa la Mungu, ni taifa teule la Mungu. Tuendelee. Maana ni kwamba huku nyinyi wengine huku hamjateuliwa nyinyi. Ni mataifa ya Mungu pia. Tanzania taifa la Mungu, Kongo la Mungu, isipokuwa lipo taifa teule lililoteuliwa. Na taifa teule ni taifa la Israeli. Lengo la Marekani ni kufanya kumpunguza kasi Irani, asiwe na nguvu, asiwe na uwezo wa kumdhibiti Myahudi. Maana mpaka sasa hivi Iran na nguvu kubwa kuliko Myahudi. Mpaka sasa hivi ana jeshi kubwa kuliko Myahudi. Na nimesikia taarifa leo Mwakilembe samani kidogo, taarifa hizi za kushangaza kidogo ni kwamba Urusi ameajiri vijana kuanzia umri wenye miaka 18 mpaka 25, 160,000 amewaingiza kwenye jeshi la Urusi. Taarifa hizi sio nzuri sana. Ninyi wengine huku vinaona sema waingiza wapi? Huyo ni Vladimir Putin. Vijana wenye miaka 18 mpaka 25, 160,000 amewaingiza jeshini kwa mara ya kwanza. Kumekuwa na idadi kubwa ya vijana wadogo jeshini ndani ya Urusi tangu mwaka 2011. Taarifa nakupa hizo Mwakilembe, fahamu hivyo. Lakini pia fahamu kwamba Irani nchi hiyo inakaribia wanajeshi 900 changanya wa akiba, changanya active personnel na reserve, karibia 900. Huyo ni Irani. Kwa hiyo mwalimu na Mungu lifahamike kwamba Marekani anataka Irani irudi kwenye mkataba wa nuclear wa mwaka 2006, 2008, 2015. Anataka Irani irudi mezani kwenye mkataba wa nuclear. Ndio lengo la Trump. Vinginevyo Irani hajaendelea kupigwa. Ndio lengo la Trump. Sawa. Na kupigwa mimi nimesema Irani hajiandae kupigwa. Sasa tuchukulie, je, wakiamua kupigana unadhani Irani atapigwa? Mwalimu, Irani na mifumo ya ulinzi kwa sasa. Mifumo ulinzi ya kila aina. Mifumo ya ulinzi ambayo kaitengeneza mwenyewe. Kumbuka wale wanatumia akili. Wanatumia hisia. Nyinyi wengine huko mnatumia hisia. Irani hawatumii hisia, wanatumia akili. Tunanielewa. Nyinyi wengine huku wengine huku nyinyi mnatumia hisia. Irani anatumia akili. Unanipata? Ana mifumo ya ulinzi ambayo ameiunda yeye mwenyewe. Ana mifumo ya ulinzi ambayo amechukua Urusi. Yale SMS-400, SMS-500. Alifanya ndege za kivita kutoka Urusi za kutosha. Amenunua ndege zaidi ya 30 za kivita kutoka sio 30. Ameweka oda ya ndege za kivita zaidi ya 100 kutoka China. Na Mchina ni balaa huyo. Kutoka China, kizazi kipya. Kizazi cha sasa na baadaye. Huyo ni Irani. Mwakilembe, katika historia. Katika historia mwalimu, hakuna nchi ambayo imewahi kuipiga Irani. Hakuna. Rekodi ikawa hivyo. Na itabaki kuwa hivyo. Hakuna nchi ambayo iliwahi kuingia ndani ya Irani ikaipiga Irani ikatoka salama. Ile nchi haijawahi kupigwa, ile nchi haijawahi kutekwa, ile nchi haijawahi kutawaliwa na mtu mwingine yeyote tangu wamejitambua Waajemi kipindi hicho. Sasa Marekani kuingia vitani na Irani wamepita marais wa kutosha. Tangu 19 mpaka hivi leo tunapozungumza hakuna rais wa Marekani aliyewahi kuingia vitani na Irani. Hajaingia Trump. Nakwambia hajaingia Trump. Hapo sasa. Hakuna rais wa Marekani ambaye amewahi kuingia vitani na Irani. Hajaingia Trump. Ni ngumu. Ukumbuka Trump akipiga Irani anapiga kwenye mshono. Anapiga kwenye mshono wa Marekani uko wapi? Ni Israeli. Israeli ndio mshono wa Marekani. Trump akipiga Irani anapiga kwenye mshono. Hicho ndio Mwakilembe kiwezekani kabisa. Isipokuwa anaweza akashambulia lakini kuichukua Irani, kuiteka Irani labda Yahya afe, lakini sio vinginevyo. Yahya akifa, hata pia Yahya akifa
Waajemi ni Waajemi tu. Asimajiki kitu mwalimu. Baadaye aje sijui lakini ni nchi ambayo imejipanga, ni nchi ambayo iko vizuri, ni nchi ambayo iko imara, wana jeshi bora, na uongozi bora, japo na changamoto zao za hapa na pale, lakini ni nchi ambayo unajiamini kuliko kawaida. Kuliko waache mpango wa nuclear, wamesema wa Iran. Mbona waingie vitani? Mwalimu, vipi bwana? Sawa bwana, nakushukuru bwana.